Kama umeendelea kunifuatilia katika video zangu fupi 20 zilizotangulia, nataka kusisitiza kwa kusema kama ifuatavyo. Kanisa limekusudiwa kuwepo duniani kwa muda wa miaka 2000 hivi. Hii ni kuanzia mwaka wa 33 AD kanisa lilipoanzishwa mpaka mwaka wa 2033. Kipindi hiki huitwa kipindi cha neema au kinajulikana kama kipindi cha neema. Sasa hiki ninachokisema sio hisia zangu, wala sio ndoto, wala sio ufunuo mpya, bali ni neno la Mungu. Ninamshukuru Mungu kwamba katika mambo yote niliyoyatamka katika video zilizotangulia niliambatanisha na maandiko, sio mambo niliyoyasema hivi tu. Kwamba Mungu ataongeza kipindi hiki, mimi kwa kweli sijui. Ila nimeonesha pia katika maandiko kwamba kuna uwezekano wa muda huo kupungua au kuwa ule au kuongezeka kidogo kwa kiasi ambacho Mungu peke yake ndiye anayejua, kama tulivyoonyesha katika Zaburi ya 90 mstari ule wa 4. Imekuwa hivyo ili maandiko yasijipinge kwa namna yoyote. Lile andiko linalosema hakuna ajuaye siku wala saa libaki pale pale. Kama miaka hii 2000 haiongezeki, nimetumia neno kama miaka hiyo 2000 haiongezeki au wala haipungui, ina maana basi kwamba mwaka mzuri wa kunyakuliwa kwa kanisa ni mwaka huu wa 2026. Usinielewe vibaya, nimesema kama miaka hiyo haiongezeki wala kupungua, ila inabaki pale pale. Ndiyo maana ya kusema mwaka 2026 ni mwaka mzuri kwa ajili ya kunyakuliwa kwa kanisa. Nimesema hivyo kwa sababu kama ni hivyo kwamba Yesu atarudi mwaka 2033 ambao ni mwaka unaoangukia miaka 2000 tangu kanisa limeanza, na tunafahamu kwamba kanisa litanyakuliwa miaka 7 kabla ya ujio wa pili wa Yesu, basi mwaka 2026 unakuwa ni mwaka mzuri sana wa kanisa kunyakuliwa. Jambo la kusisimua sana kwangu, sijui kwako, ni kwamba tunaishi kipindi ambacho Mungu alikionya na kukisema tangu Agano la Kale. Najua wengi wanaonisikiliza wanaweza kusema, wewe ni nani hata useme mambo haya? Nataka nikujulishe jambo hili. Katika enzi zote za Mungu kushughulika na wanadamu, watu walio wengi, yani mainstream, huwa hawaelewi kile Mungu anafanya. Wanakuja kushtukia mambo yamekwisha kutokea. Sasa safari hii walio wengi, mimi naamini kwamba watashikwa mahali pabaya, na historia itajirudia. Wakati wa ujio wa Yesu wa mara ya kwanza, ni watu wachache tu walijua, wakiwemo wazazi wake Yesu, mzee Elikana pamoja na mkewe, mzee Simeoni, mjane aliyeitwa Ana binti Fanueli, mamajusi wale wa mashariki walikuwa ni wapagani kutoka nchi ya Iran, na wachunga ng'ombe na wachunga kondoo na mbuzi waliokuwa machungani ndio waliojua. Lakini jamii kubwa ya watu wakiwemo makuhani, Mafarisayo, Masadukayo, waandishi, wazee wa mabaraza na jumuiya kubwa ya watu wala hawakujua. Na ndivyo ujio wa pili wa Yesu utakavyokuwa. Na kimsingi maandiko yamesema hivyo kwamba wengi watakutwa wakiwa wala hawajui kinachoendelea.
Heri kila mtu anayejua kwamba anaishi wakati wenyewe ulioonywa na Roho Mtakatifu tangu zamani. Kama leo ni mara ya kwanza unanisikiliza, ni kuombe fuatilia video zangu 20 zilizotangulia, ndipo utaweza kufahamu jambo hili kwa ufasaha zaidi. Unaweza ukaingia tu YouTube, unaandika Pastor Hango, utaziona video zangu fupi 20 ambazo zimetangulia